zangu Waislamu, leo tazungumzia fadhila za swala ya jamaa. Fadhila salati jamaa, fadhila za swala ya jamaa. Kuna fadhila gani tukiswali swala kwa jamaa? Twapata matunda gani? Twapata faida gani baada ya kuswali swala ya jamaa? Kwanza nielezee tu swala ya jamaa, kwa nini imeitwa swala ya jamaa. Asema sumiyat jamaatan liijtimai almusaddin ala fihliha. Imeitwa swala ya jamaa kwa sababu gani? Kwa kukusanyika kwao wale wenye kuswali, kukusanyika juu ya kuifanya hiyo swala ya jamaa, zamana wa makana, sehemu moja na wakati mmoja. Ndio maana ikaitwa hii ni swala ya jamaa. Swala ya jamaa, ndugu zangu Waislamu, kuna hikma kubwa ya kufanya kwamba hii swala ya jamaa iwepo. Hikma zake ni zipi? Kila mtu ilikuwa yawezekana aswali nyumbani kwake huko, aswali ofisini kwake, aswali wapi, ilikuwa yawezekana hivyo. Lakini kukawa hikma ya swala ya jamaa. Kwa sababu gani? Ili mpate kujuana, mpate kuzoeana, mpate kusaidiana, mpate kubadilishana rai, kubadilishana fikra. Sawa, wenye nguvu wamsaidie mnyonge, matajiri wawasaidie mafakiri. Manake mujuane pale mtaani pale, huyu bwana akaa pale, huyu bwana ni mnyonge, tumsaidie. Bwana kuna fikra gani huko, kuna hili na lile. Moja ya hikma yake. Na hii swala ya jamaa ipo kila siku, ambazo hii swala zetu tunazoziswali asubuhi mpaka Isha. Kuna jamaa ya wiki ambayo ni swala hii ya Ijumaa, ambayo jamaa yake hii ni faradhu aini. Sawa, ni faradhu aini ala rijali hadir. Hii swala ya Ijumaa jamaa yake ni faradhi ya lazima kabisa juu ya wanaume, tena waungwana, wakazi wa mji. Hii swala ya jamaa kwa Ijumaa. Kwa ndugu zangu Waislamu, pia wakadha kuna swala ya jamaa ya mwaka kama hizi swala zaidi mbili. Swalatul Eid al-Adha wa Eid al-Fitr pia zimekuwa jamaa kwa ajili hizo, ili mpate kujuana, mpate kusaidiana, wanyonge wasaidiwe na wanaojiweza. Na tujue kwamba bwana mbona hayupo leo, siku ya pili na kawaida tuswali naye, ana tatizo gani? Kila mtu ikawa swali nyumbani kwake, inakuwa si hivyo. Kwa hiyo hii ni moja ya hikma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia katika swala ya jamaa, sema swalatul jamaati afdal, swala ya jamaa ni bora min salati al-fardhi bi 27 darajatan. Mtume Muhammad atueleza, asema swalatul jamaati, swala ya jamaa, afdalu, ni bora zaidi, ismu tafdhil, ni bora zaidi min salati al-fardhi, kuliko swala ya mtu mmoja. Kwamba wewe waswali peke yako, swala ya jamaa ni bora, na sote sisi tunataka vitu vilivyo bora. Tena kwa nini? Bi 27 darajatan, kwa daraja 27. Wewe ikiwa swali nyumbani kwako wapitwa na anayeswali jamaa daraja 27, usitaki daraja hizo. Lau wachaguzwa kati ya 1000 na 10,000 tu, chaguzi utachagua ipi? Nataka jibu. Kati ya 1000 na 20,000 utachagua ipi? Utachagua 20,000. Sasa kwa nini hiyo waichagua ni 20? Sababu ni hela, sababu waiona. Na daraja nazo usitaki. Kwa ndugu zangu Waislamu, pana fadhila kubwa sana katika kuswali swala ya jamaa. Tena katika hadithi nyingine inayofuata, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam augoteza jamaa ifanywe wapi? Augoteza akisema
Salatu jamaa, salatu rajuli fi jamaati, swala ya mtu katika jamaa, asema yudhaafu ala salatihi fi suqihi wa fi baitihi 25 dhifa. Kule mwanzo kasema bi27 daraja, huko asema 25 dhifa. Tajielezea kwa nini zimegongana hizi, tajielezea. Tunasema swala ya mtu kwa jamaa yudhaafu, inanyongeza ala swalatihi, juu ile swala yake, fi baiti, katika nyumba yake, wa suqihi, na katika sehemu yake ya biashara sokoni, inanyongeza nini? 25 dhifa, nyongeza 25. Kwa nini kule 27 huku 25? Kwa nini? Hazikanushani hizi, sio kama hadithi za Mtume zimekanushana. Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu 25, hizo 25 dakhilu, ni zenye kuingia kwenye nini? 27. Kwa sababu 25 ni yenye kuingia ndani ya 27. Kwa hivyo hazikanushani. Hii ni moja katika hoja kwamba hizi hazikanushani. Wadhalika, endelea katika hadithi yake, na hilo anahu hakikanashani, ila Allah, akitawadha mtu, wa ahsana alwudhu'a, akaufanya vizuri ule udhu, thumma kharaja ila almasjidi, kisha akatoka mtu huyo kwenda msikitini, la yukhrijuhu illa salatu, hakikumtoa katika nyumba yake isipokuwa swala. Ili uongezewe hizo nyongeza 25, sawa sawa, kwanza ufanye vizuri udhu wako. Kwa swala ianzie hapa, swala ianzie msikitini, swala ianzie nje huko. Udhu ufanye vizuri. Kufanya udhu vizuri, udhu ni vipi? Ni kuueneza katika sehemu zake, udhu uenee. Kisha mtu akatoka kuelekea msikitini, hakikumtoa hapo kwake isipokuwa swala tu. Lam yakhuttu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Lam yakhuttu, hakupiga hatua, khatwatan, hatua yoyote, hatua ya khatu. Lam yakhuttu, hakupiga hatua yoyote, ila isipokuwa rufi'at lahu biha, atanyanyuliwa kwa hiyo hatua. Atanyanyuliwa nini? Daraja tu, daraja moja. Wa khuttat anhu biha, na tafutwa, litafutwa, biha, kutokana na hatua hiyo, khati'atu, zambi moja itafutwa. Hayo tuwaeleza ni mtu ambaye kwamba katoka nyumbani kwake kaufanya vizuri udhu, akusudia jamaa msikitini, aenda msikitini,